Hivi Ibra ataweza kulipa bilioni 1? Imeniumiza sana sana. Moja kati ya taarifa ambazo nimezipokea kwa masikitiko na nilivyozipokea mpaka nililia ni hiyo ya Ibra. Unamlipisha mtu kama unauza lebo? Hata lebo yenyewe sidhani kama kuna mtu anaweza kainunua Konde Gang kwa bilioni 1. Tanzania natakiwa ifike kipindi unavyomuandikia mtu kwamba alipe kiasi fulani, uangalie na wewe pia umemfikisha sehemu gani. Sio tu kwa kuwa mkataba unasema hivyo. Angalia yeye level aliyokuwa amefikisha na Diamond Platinum. Alikuwa amefikia level ambayo hata ukiambia ulipe bilioni 1 na unalipa, kwa sababu alifikishwa level nzuri. Yeye Ibra, tuwe wa kweli waandishi. Nyie mnaona kweli Ibra kafikia level gani mpaka aende kulipa hiyo bilioni 1 kama sio kuoneana? Ibra hiyo bilioni 1 uwezo huo hana, na ndio maana mnaona hata yeye mwenyewe ameomba kwa Watanzania waweze kumchangia ili aweze kufanyaje kuilipa hiyo hela, lakini kwa level ya Ibra ile hela hana, na hakuna level aliyofikia kwamba alipe hiyo bilioni 1. Ni uonezi tu. Walisemaga kwamba Diamond Platinum anawaonea wasanii, lakini kwa upande wa Diamond mimi naona hawaonei, kwa sababu mpaka wanatoka kwenye lebo, mpaka wanataka kutoka, wao wenyewe wamefika level nzuri sana. Lakini kitu kingine nilisemaga mara ya kwanza, nikamwambia Ibra apunguze kamdomo. Alikuwa na kamdomo sana kipindi yupo Konde Gang. Yaani kama aliona kila kitu kamaliza. Muangalie Mbosso, alafu muangalie Zuchu. Wapo level nzuri sana. Ushawahi kuona wanajibishana na watu wa kwenye level zingine kwamba nyie hamna issue sijui nini? Wanajua kuna maisha baada ya kutoka kwenye level. Ndio ilivyokuwa inatakiwa na Ibra awe hivyo. Lakini huu sio muda wa kulaumiana. Kinachotakiwa Watanzania tujue tunafanyaje kumuokoa Ibra.